Za kwako kaka. Tuko vizuri kabisa. Karibu sana kwenye kamati. Tumekupigia asubuhi ya leo tuweze kufahamu utaratibu wa mapokezi ya Mwenge wa Uhuru katika wilaya yako ya Kisarawe na ratiba itakuwa vipi, ili tuweze kufahamu wapi na wapi mwenge utapita na nini kinatarajiwa kupitia Mwenge wa Uhuru ambao umeanzia mkoani Pwani. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya. Naam, asante sana. Na kuwapatia wananchi nini kinachoendelea mkoa wa Pwani. Naam. Kabla ya kuelezea Kisarawe, tuko mkoani Pwani hapa ambao ndo Mwenge wa Uhuru kitaifa unazinduliwa. Kwa kweli mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu nzima kupitia ofisi ya waziri mkuu, maandalizi yamefanyika vizuri sana, uwanja umependeza, mwitikio ni mkubwa, uwanja umejaa, hamasa iko vizuri. Tupo madisi wote nchi nzima ambao hawajafika wana sababu mbalimbali za kikazi au za mambo mengine. Ndio. Lakini nimpongeze kamati nzima ya taifa kwa maandalizi mazuri. Kwa upande wangu baada ya hapa anaupokea mheshimiwa mkuu wa wilaya Kibaha Niki ambaye anaanza kukimbiza kuanzia saa 6. Atakuwa nao mpaka alfajiri, ambao kesho saa 12:30 mimi nitakabidhiwa pale katika kata ya Kiruvya madukani. Tayari utakuwa umeshaingia Kisarawe, na sisi tutaukimbiza wilaya ya Kisarawe kwa umbali wa kilomita 102 ambavyo tutazindua miradi isiyopungua 5 mikubwa. Lakini pili, kuna miradi ambayo ni ya malaria, ukimwi, madawa ya kulevya, ukijumlisha na kuja kama miradi 10 jumla. Na kwa Kisarawe tumejipanga vizuri sana. Kesho utakuwa kwenye uwanja wa shule ya sekondari na msingi Chanzige. Hapo ndio tutatumbuiza, tutakuwa na wasanii wasiopungua 10. Ndio. Ambayo ni burudani, inaitwa usiku wa mwenge wa kimya kimya. Lakini vile vile kwa kuwa sisi Kisarawe ni wafugaji na pale wananchi ambao watajitokeza, tumeandaa ng'ombe 8 watachinja, wananchi watakula bure. Lakini pili, kutakuwa na chakula ambacho si chini ya wananchi 3,000 watakula usiku na kunywa na kucheza. Hii ni kuonyesha kwamba hiki Mwenge wa Uhuru ni sawa na ziara ya rais. Kwa hiyo rais anapokuja kwenye wilaya husika, na sisi wateule wake lazima wananchi wafurahie ujio wa mheshimiwa rais ambao una nembo ya mwenge. Ndio. Kwa hiyo tumejipanga, watu watakunywa, watakula na watacheza hadi asubuhi. Sisi kuanzia leo tutakesha Kiruvya, lakini kesho leo tutakesha Kiruvya, lakini kesho pia tutakesha katika uwanja wa Chanzige ni pale pale Kisarawe mjini. Kwa hiyo tuko vizuri sana na hamasa iko ya kutosha, na mimi nataka nikuhakikishie Muya, katika wilaya Kisarawe ndio itakuwa na vijana wa hamasa wamepikika kuliko wilaya zote mkoa wa Pwani. Ndio. Tumejipanga vizuri sana. Na jana sisi tuliamua kwa kuwa watoto hawezi kuja kwenye mwenge. Jana tuliandaa sherehe ya watoto zaidi ya 2,800. Ndio. Ukiangalia kwenye WhatsApp yako niliwatumia watu wa Global. Kuonyesha kwamba hao watoto wanasahulika. Kwa hiyo tukaona wao idi yao ya jana pamoja na kusherehekea mwenge, jana watoto wote wamekula. Ndio. Ilikuwa ni shughuli yao, tumeelezea na nini, wamefurahi. Kwa hiyo kuanzia leo na kesho ni wale watu wazima. Uweze kumleta mtoto mdogo kwenye mwenge ukesha usiku na nini. Kwa hiyo tukaona na wao tukaandaa pale kwa kibali maalum, kwa sababu kuandaa sherehe Ikulu ndogo ya rais mpaka kibali chake. Mheshimiwa rais aliridhia, akatuletea ng'ombe na chakula, akasema wajukuu wake wafurahi na yeye ni mjukuu. Kwa hiyo jana zaidi ya watoto 2,800 walikula pale Ikulu ndogo kama makazi ya mheshimiwa rais, ambapo kwa dhamana hiyo Disindo anaishi. Kwa hiyo ifurahia. Kwa hiyo sisi kila mtu ataenjoy kesho. Niwakaribisha sana ndugu yangu. Mimi nikushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe DC wa kimataifa Petro Magoti kwa taarifa hiyo. Najua ratiba nyingine zinaendelea, mimi nilitaka tu kufahamu kuhusiana na kwa uchache tu ratiba itakavyokuwa. Nikushukuru sana kwa muda wako.
Ratiba tukishapokea kesho, mradi wa kwanza utaenda uzindue shule Naam. ya sekondari ambayo imegharimu zaidi ya milioni 325. Ndio. Baada ya hapo utaenda kwenye kituo cha afya ambacho kimegharimu shilingi milioni 126. Baada ya hapo tutaenda kuweka jiwe la msingi mradi wa maji ambao unagharimu zaidi ya milioni 416. Baada ya hapo tunaenda kuzindua shule ya kisasa nzuri, shule ya msingi. Hapo kuna shule mbili, ile ya chekechea ambayo huko wanaita international school. Ni moja ya shule mpya nzuri ambayo hata ukiwepo kesho ukiona utashangaa. Wale watoto wadogo pale ambao Mheshimiwa Rais ameleta jumla milioni 316 na madarasa mapya. Hiyo shule ya chekechea ni shule bora na ya kisasa, wanasoma watoto wa maskini bure kabisa. Imetengenezwa kwa vitu kiona unasema ni international school. Ipo Kisarawe, umbali wa kilomita 80 kutoka Kisarawe mchini, kilomita 64. Ndio. Mwana Rumango hapo, ya kisasa nzuri. Kwa hiyo sisi tuna miradi mingi mizuri sana. Lakini vile tutaenda kuangalia utunzaji wa mazingira mazuri na ya kisasa. Lakini pili, Mheshimiwa Rais alituletea pesa milioni 126, tumefunga taa za kisasa pale Kisarawe. Tunaendelea kuijenga Kisarawe katika mazingira mapya. Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru hii ni mafanikio makubwa. Tunaenda kuzindua miradi mikubwa mizuri na kimkakati ambayo imefanyika kwa muda mchache sana. Sawa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako mheshimiwa. Baada ya hapo ndo tutaingia uwanjani pale saa 11 ambapo itakuitwa usiku wa Mwenge. Hapo ni burudani, bandika bandua, watu fura kucheza mpaka asubuhi. Naam, burudani kwa kwenda mbele. Sawa, mimi nakushukuru sana mheshimiwa. Rafiki pili, kabla ya hilo, wakati tunaendelea kufungua miradi, ndio tutakuwa na kongamano la vijana kuelezea fursa za vijana ambao wamezipata, ambalo litaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Wakati huo mwingi unaendelea, lakini vijana nao watakuwa na mstakabali wao wa kujadili wilaya yao ikoje, serikali imewafanyia nini, wanategemea nini katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba wa mwaka huu. Naam. Sawa, mimi nashukuru sana kwa muda wako mheshimiwa. Nashukuru sana, karibuni, naamini kwa uwepo wenu tutakuwepo, basi tutaenjoy pamoja kesho. Karibuni sana. Asante sana. Asanteni sana, Mungu awabariki kwa kazi kubwa na nzuri mnaifanya. Amina, amina. Naam, ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Petro Magoti akizungumza na sisi hapa kwenye kamati kuhusiana na Mwenge wa Uhuru ambao upo katika mkoa wa Pwani siku hii ya leo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia Global TV. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.